Haleluya, haleluya. Huyo ni mtumishi wa Mungu Francis Mahabi, askofu wa kanisa la Evangelical Gospel Ministry. Naongea kuhusu maongozo itakayoweza saidia ulimwengu na kusaidia nchi. Watu wengi hawawezi kutambua. Watawala wa sasa ni kama kwamba wameachilia uhuru kwa namna ya kutawala kwa pepo. Wameachilia pepo litawale. Kwa njia nyingine wakitumia lugha kwamba ni uhuru ama ni fefa katika nchi. Nataka niseme nanyi ya kwamba the coming few years katika nchi yetu ya Kenya kuna uwezekano ikawa nchi imepotoka na imetoka kwenye line. Itapotoka namna gani? Kwa wale ambaye ni mataikuni wanaoruhusu madawa ya kulevya katika nchi, wanaoruhusu vitu ambavyo ni vya kupoteza young generation. Unapata ya kwamba hii young generation the coming 5 years ndio wazee, na wanatumia vitu ambavyo vinaharibu akili zao, matamanio yao na masomo yao na matumaini wangelifanya. Watu matajiri wanapoteza pesa mingi sana kwa sababu ya hii midaradi. And that's why unapata ya kwamba na mtoto wa maskini hawezi pata msaada, atasalia kuwa wazimu, atasalia kuwa jisi, anasalia kuwa hajielewi. So nataka kusungumuza nawe ya kwamba nchi ambazo zimeruhusu midarati kuuzwa kwa soko, kwa barabara, kuuzwa katika fioski, kuuzwa katika maduka, expect tabia ya namna hii, tabia ya kutochielewa, tabia ya kutambuana, tabia ya kutoheshimiana, tabia ya kutotambua unaongea nini, tabia ya akili punguani. Elewa vitu kama hizi zitakuwa katika nchi yako. Watu ambaye wameruhusiwa kutumia midarati, watu ambao wameruhusiwa wakiwa watoto mpaka wamekomana midarati kwenye akili, ni watu hata ukiwafunga haujasaidia. Ni watu ambaye ukiwaongelesha wanakutemea mate. They don't care with your leadership. Kwa hivyo tufanye namna gani? Tunahitaji kiongozi atakayeweka na akaze sheria katika midarati katika nchi. And that's why tuweze kuipata Kenya iliyo safi pale mbele. Tutapataje Kenya iliyo safi? Kuwa kiongozi ambaye utadharauliwa lakini utengeneze nchi yako. The coming Kenya ikuwe Kenya safi. Tisama, kama tukipata viongozi ambaye watakuwa ni viongozi ambaye hawataweza kusefu Kenya kwa namna ya knowledge ya kunyima watu kutumia midarati na kufunga midarati, kuipatia sheria kali na ugumu, utapata nchi ikiwa na watu wa namna hii. Itajawa na watu wazimu, watu ambao wamejizi kiakili, watu ambaye ni wagonjwa, watu ambaye ni wachafu, watu ambaye hawajitambui, na watu ambaye hawana respect, watu ambaye hawawezi jenga nchi yao. And they don't care about kujenga, they don't care about talking well, they don't care about their country. Hao ndio watu ambaye tutatarajia the coming few years. Lakini viongozi wanaweza kuona mbele, kuanzia kwa kiongozi wa kanisa, kiongozi wa nyumba 10, kiongozi wa kaunti, kiongozi wa nchi. Yafaa kwamba wasaidie mchungaji, ili kwamba mchungaji anayefundisha, anaposimama na kufundisha watu kutazama Kristo, na waweze kukasa nati ya watu kumtambua Mungu na kutoka ndani ya midarati. Watoto wetu wamesoma lakini wanatumia midarati. Masomo mingi sana watoto wetu wanayoongea ni kwamba hawajielewi. Wengi ambayo tumesomesha lakini hawatambui ya kwamba wako wapi. So where are you heading as the country? Una head mahali ambapo hautatoka na mkoba. Next day utapata ya kwamba umeweza kuwa na hatari. So nchi inaelekea kupoteza watu wazuri. Nchi yako, wewe mtazamaji unayenitazama, elewa kwamba hata kutembea na cash itakuwa shida. And that's why technology ya ukora na mambo ya kipepo itazidi kupanda juu katika nchi.
maana hatuko na watu watakayeweza leta usafi in the country. Na usafi utakayoletwa tu katika country ni kwamba ni kukasa sheria za midarati, ili wasomi wanaosoma wawe watu watakayechenga nchi na wawe watu watakayeweza imarisha nchi katika future inayokuja. There's a time ambayo utapata ya kwamba generation ambayo inakuja itadharau hata kuishi ndani ya nyumba, because mtu anayetumia midarati hana time ya kujenga. Hata akiishi ndani ya shimo, he don't care. Kisama, nataka niseme hivi ya kwamba tunahitaji wewe na mimi tusimame kitete kwa ajili ya kufundishana, kwa ajili ya kuinua mwili wa Kristo, kwa ajili ya kuinua utakatifu, kwa ajili ya kumuomba Mungu, kwa ajili ya kufungua vinywa vyetu kwa ajili ya Mungu. Na Mungu anahitaji wewe ulio katika authority kutumia authority yako kusaidia watu ambaye hawajielewi. Kuna mtoto mahali ambaye akinyimwa kitu kufikiria anateswa, lakini pale mbele ni future iliyoimarika. Wewe kama kiongozi, nyima watoto hawa kitakachofanya inji ijayo isiwe mbaya. Na